kabisa ni ya kwanza wewe ambaye unaongea kwanza, sio? Kwa basi muombe kabisa naomba kumpa nafasi ya kusoma, lakini tunaomba pia uendelee kulinda utusaidie katika masomo yetu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kustahili kuadhimisha mafungo matakatifu. Namngamia Mungu Mwenyezi. Nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie.
Mtakatifu alipokuwa na mimba ya mwanao aende kumwamkia Elizabeti, tunakuomba utujalie ili kwa kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu tuweze kukutukuza daima pamoja naye, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Sefania. Imba, e binti Sayuni, piga kelele, e Israeli, furahi na kushangilia kwa moyo wako wote, e binti Yerusalemu. Bwana ameziondoa hukumu zako, amemtupa nje adui yako, mfalme wa Israeli. Naam, yeye Bwana yu katikati yako. Hutaogopa uovu tena. Katika siku ile Yerusalemu utaambiwa, usiogope, e Sayuni. Mikono yako isilegee. Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Utaushangilia kwa furaha, utatulia katika upendo wake. Atakufurahia kwa kuimba. Hilo ndilo neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Itikio: Mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu. Nitatumaini wala sitaogopa. Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Basi kwa furaha nitateka maji katika visima vya wokovu. Itikio: Mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Mshukuruni Bwana, litieni jina lake, yatangazeni matendo yake katika kati ya mataifa. Litajeni jina lake kuwa limetukuka. Kiitikio: Mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Mwimbieni Bwana, kwa kuwa ametenda makuu, na yajulikane haya katika dunia yote. Paza sauti, piga kelele, mwenyeji wa Sayuni, maana Mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Kiitikio: Mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Shangilia. Hallelujah.
akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi, kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali ameondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo amefufuka kweli. Haleluya. Tunamalizia so tunaelekea mwisho wa kipindi cha Pasaka. Kwa hiyo ni vizuri kutumia salamu. Ndio. Kwa hiyo ni jambo jema la kukusanyika pamoja kwa adhimisho la misa takatifu. Misa takatifu ndio baraka zote kabisa, kilele cha sala zote. Kwa hiyo basi ni jambo jema tunapokutana pamoja, tunaadhimisha karamu sadaka ya Yesu Kristo kule Kalvari. Kwa hiyo tunabarikiwa, tunatoka na neema ambazo tunatusaidia katika maisha yetu. Leo kama nilivyosema, tunafanya sikukuu ya maamkio ya Bikira Maria alipoenda kumtembelea Elizabeti. Tunaona kwamba tayari alikuwa na mimba ya mwanawe, Bwana wetu Yesu Kristo, lakini aliposikia habari ya kwamba Elizabeti naye ana ujauzito, kwa hiyo aliamua kwenda kumsaidia, kumtembelea huyu mama ambaye alikuwa anakaa katika nchi ya milimani kabisa. Kwa hiyo wale wanatoka kwenye milima, mnafahamu milimani kupanda ni shida, lakini bado mama alikuwa tayari kwenda mbali mrefu, lakini alifunga safari, akasema lazima niende kwa huyu ndugu yangu nikamsaidie. Sasa mimi na wewe tunajifunza nini? Ndugu zangu, mama Bikira Maria ni mama mtakatifu, mama wa pekee sana katika historia ya wokovu wa mwanadamu. Yeye ameshiriki katika kumkomboa mwanadamu alipopashwa habari na malaika Gabrieli, aliposema ndiyo,
ile ndio yake, pale ndio wokovu wetu ulianza. Sema ndio, kwa sababu angekataa tujue kweli, lakini kwa sababu alisikiliza sauti ya Mungu, alikuwa mnyenyekevu, alitii sauti ya Mungu, akasema niko tayari nitendewe kama ulivyonena. Kwa hiyo basi, katika maisha yetu sisi nasi tujifunze kwa namna pekee kama vijana, tujifunze kwa Mama Bikira Maria kwamba tuwe watu kwanza wa kusikiliza sauti ya Mungu. Tusikilize sauti ya Mungu ambayo inapatikana katika hali ya utulivu. Unapokuwa umekaa kimya, unatafakari, sauti ya Mungu inasikika. Kwa hiyo tutenge muda wetu pia kusikiliza sauti ya Mungu. Anakwambia ni wewe kama kijana, anakwambia nini Mwenyezi Mungu? Hizo ndoto zako ulizonazo, kwamba utakuwa fulani katika maisha yako. Je, unamshirikisha Mwenyezi Mungu? Unamsikiliza na yeye anakwambia nini? Anatoa ushauri gani kwamba mwanangu umetakuwa hiki, lakini mimi nakushauri ufanye hiki. Lakini tuko tayari kusikia hiyo sauti? Unajua mafanikio yani Mungu huwa ni wewe mwenyewe. Mungu huwa anabariki tu, anabariki mambo mema, matamanio mema. Kama unataka kwamba mimi nataka nikimaliza chuo, naomba Mungu nisaidie na malengo nikimaliza chuo nifike sehemu fulani, na ukafanya kazi kwa bidii, na Mungu atabariki, ataweka mkono wake wa baraka. Kwa hiyo inawezekana, na hakuna haja ya kwanza Bwana mimi siwezi, wamebarikiwa wengine tu. Hapana, kila mmoja ana nafasi ya kuweza kufikia malengo yake. Mimi naambia ukweli kabisa. Kwa sasa ni kwa kutii sauti ya Mungu, kusikia sauti ya Mungu kama Mama Bikira Maria. Mungu anataka watu wanyenyekevu. Mungu anataka watu wanyenyekevu. Kwa hiyo basi, ukiwa mnyenyekevu utasikiliza sauti ya Mungu. Yaani ukitaka, nawaambia kabisa, yaani akusikiliza hata Mungu kwamba mimi Bwana nilikuwa nafanya kazi kwa bidii sana na nilikuwa naomba sana lakini sijafanikiwa. Hapana, kuna sehemu nilikosea. Labda kwa mfano wewe unasoma lakini kusoma hausomi, au kufuatilia tunafundishwa uko busy na mambo mengine ambayo hayakuhusu, na mambo ambayo sio ya lazima kuyafanya. Unachanganya mambo ya kusoma na mambo mengine. Sasa hayo yote unasomaje? Hayo yote yanazuia nini? Kufikia ndoto zetu. Kama na ndoto, uwache ndoto. Uwe na ndoto ya nzuri kubwa. Sitaki kama mjikwezi kwamba hapana, wewe utana ndoto kama wewe chini sio tu. Ni kama hata kwa kufanya baadaye. Hii inawezekana kabisa. Lengo la mimi nawashirikisha nilipotaka kuwa padri. Nilikuwa darasa la 3 la pili, nikasema nitafanya mtihani wa seminari darasa la pili. Nikasema nikaweka nia moja, na mimi sikupata nilikuwa mtoto, nilikuwa mkubwa. Nilikuwa mkubwa mimi, nilikuwa darasa la 3. Sasa tusidhani 2005 unakumbuka nilikuwa 2005 nilikuwa nikabatizwa. Kwa sasa nikaweka nia, nilikuwa kanisani. Nilikuwa sijui hata kusali, nilikuwa tunakwenda kanisani kwenye mikesha ya Christmas, Pasaka na mwaka mpya. Nakumbuka mwaka 2000 ilikuwa mwisho
kwa dunia kisha kanisa. Kwa kanisa. Kwa hiyo lakini baada ya kupata ile nia, yaani ile nia ilifanya washirikishe sasa ile vijana na washirikishe kwamba inawezekana. Na siku moja nilipoenda kanisani nilifanya kidogo nifanyia shule nyingine. Primary nyingine kwa kufundisha na kufanya kazi. Nilipoenda shule nyingine fika pale siku ya kwanza pale kanisani kanisa kubwa fulani. Siku ya kwanza ile mama alipenda kanisani kama hivi. Kanisa naingia naenda kukaa kwenye upande wa wanawake. Mamake huyu, lakini baada ya pale ndio tatizo. Kwa nani? Sikupoteza ile lengo. Nikaendelea kuomba Mungu na kufanya kazi kwa bidii, kusoma kwa bidii zote. Unaona? Kwa hiyo sasa haya yote ndugu zangu ni kutii kama sikiliza sauti ya Mungu. Tusikilize sauti ya Mungu kama mwana kila mmoja. Wewe usiseme kwamba mimi siwezi. Kila mmoja anaweza. Wewe sema mimi nataka kuwa mkubwa. Mimi nikisema nataka pale na kweli Mungu amebariki nimekuwa pale. Licha mizunguko, changamoto, milima na mabonde ipo. Wakati unapata tamaa kabisa sitaki niendelee. Hata kwa kusoma ipo vile. Kuna kitu kinakuja kabisa na hauna kabisa kusoma, watamani tuende nyumbani, usiendelee na maisha. Wewe walao kamili kuko, lakini kama unatambua kwamba changamoto mahali popote changamoto zipo, utafanyaje? Utaendelea. Na ukifanya kazi kwa bidii, Mungu atakubariki na utafanikiwa. Mama Bikira Maria anatupa fundisho kabisa unyenyekevu wake, lakini pia tuwe tayari kuwatumikia watu. Tuwatumikie watu. Huyu mama anatufundisha kuwa tayari naye miezi mitatu anaenda kule miezi mitatu anahudumia. Na sisi katika maisha ndugu zangu, hasa vijana ambao ni taifa ambao tunawategemea. Sisi sote ni vijana na mimi ni kijana. Lakini na nyinyi ninawaambia ninawaambia kwamba lazima tudaimie watumikia watu wa Mungu. Sawa? Watu wa Mungu sio watu wa Mungu, wote ni watu wa Mungu. Sote ni watoto wa baba mmoja. Sawa? Wote au Muislamu, Mkatoliki, na Mkristo au Mhindu, wote kabisa. Kwa sasa kuwa tayari kutumikia. Siku hizi watu yaani tunatengeneza watu ambao tuna ule moyo wa kutumikia wengine. Tunaendelea wanasoma kwa nini mko hapa, mko unasoma unafanya hivyo mafunzo unayofanya, lakini baadaye Mungu akikujalia kumaliza hata kaenda ukapata nafasi sehemu fulani, yaani tunaanza mtu kutaka tena kuwatumikia. Sasa nimekuja kwa lengo la kuwatumikia nini? Kuwatumikie wanyama porini. Wanyama porini. Tumikie binadamu. Ndio maana ni moyo huu ambao unafanya hata watumikie viongozi hao ambao kuna viongozi kwa tayari kutumikia watu na kutumikia mwenyewe. Ujue huyo anaandaliwa vizuri, hakuwa na malezi mazuri. Kwa basi tujitahidi sana, tujitahidi kufanya uanze sasa hivi, uanze kufanya kuwahudumia wenzako, wanafunzi wenzako hapa wenzako. Kila mmoja na shida, wewe una shida zako, yule ana shida hii, mimi na shida zangu. Sasa ukisema mimi na shida hizo kusaidia, ile uwezo Mungu ulionao msaidie mwenzako, na huo ndio upendo ambao tunaalikwa kama jumuiya ya kwanza ya Wakristo waliishi kwa upendo. Mimi nimefurahi kufika hapa kwa sababu ni mara ya kwanza, lakini pia nimefurahi kuwa mpo vijana Afrika kabisa, mnaimba vizuri kabisa. Sawa.
sasa hivi unajua kuna watu wanakusaidia, wanakuwezesha kwa hapa. Na wewe jitahidi basi ukitoka hapa ukumbuke hilo kwamba ni watumikie watu. Unaangalia kwa ajili ya kutumikia kama mama Bikira Maria alivyotoa kwa kutumikia taifa letu, ukatumikie watu, sio kutumikia. Yesu mwenyewe alisema anataka kuwa mkuu lakini na wewe awe mtumishi, sio kama yeye mwenyewe Kristo alikuja kwa ajili kutumika, sawa, kutumikia, sio kutumikia. Basi tuombe neema ya Mungu katika kanisa hili takatifu, atusaidie tuweze kuwa kweli watu ambao ni wafuasi wa Kristo, watu ambao tunakuwa na wengine. Ukipewa ofisi sehemu fulani, jitahidi basi hii ni Kristo Mkatoliki, tofauti usiwe na maisha ambao ni wakileta moyo wa mtu, moyo ambao sio mzuri. Sema huyo anaenda kanisani lakini mwanadamu kwenye ofisi yake kuna pale yaani anakumbuka uongozi mzuri. Watu wengine bado na wengine lakini mtu anafika anataka kujua, anauliza wewe yaani wala hauna anajua kwa nini mtuja kwako. Lakini sisi sote ni binadamu, ni wadhaifu. Tunapotofautiana, mwingine ni mwema, mwingine ni mwema wakati, mwingine sio mwema, hivyo, lakini sote tunasaidiana na mwisho wa siku tuweze kufikia uzima wa milele. Kwa hiyo jitahidini ndugu zangu, jitahidi sote kutimiza yale ambayo Mungu anataka kuyatimiza. Kwa hiyo leo tunapofanya sherehe ya sikukuu hii ya Bikira Maria kumwamkia Elizabeth, tuendelee kuombea kina mama wote. Mama waendelee kuwa na moyo kama mama Bikira Maria, na sio kina mama tu, sio tu wanawake tu, wanaume pia, wote. Sababu sisi sote tunajifunza kutoka mama Bikira Maria, tuna moyo huo wa kutumikiana. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Na leo tuna novena, tulianza jana novena ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tutasali novena ya Roho Mtakatifu.
Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana mtukufu, sadaka yetu iletayo wokovu ikupendeze, kama ulivyopendezwa na mapendo ya Mama Mtakatifu wa mwanao pekee, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Umbo la imani. Ee Mwokozi wa dunia, utuokoe. Wewe uliyetukomboa kwa msalaba na ufufuko wako. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Damiani Dalu na Klero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia Kristo Bwana wetu, tukipata mafundisho yake kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama mtwaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, usistahili kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo ili tupate uzima wa milele. Amina. Ee Yesu, mkate wa mbingu na kutamani, uje kwangu ule uzima na heri yangu. Uje chakula cha roho yangu, unitie imara. Uje mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi zangu. Uje mwamba wa roho, uponye udhaifu wangu. Uje Yesu, ungane nami. Amina.
yanyoshe, maji ya ubavu ya Kristo yanioshe, mateso ya Kristo yanitie nguvu. Yesu, neno unisikilize, unifiche ndani ya jeraha zako, usikubali nitengane nawe, unikinge na adui mbaya, uniletee saa ya kufa kwangu, uniamuru nije kwako, nikusifu pamoja na watakatifu wako milele na milele. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mtakatifu Yesu, msimamizi wa dunia yetu, Utuombee. malaika na watakatifu wote wa Mungu, Mtuombee. Alafu baadaye vifaa vya kazi vinaingia. Kanisa lako likutukuze wewe uliyewatendea makuu waamini wako. Kanisa limtambue kwa furaha katika sakramenti hii yeye aliye hai daima, ambaye Mtakatifu Yohane alitangulia kumtambua kwa shangwe, anaishi na kutawala milele na milele. Msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Ndugu wapenzi, tumuombe kwa unyenyekevu Bwana Mungu wetu ili apende kubariki maji haya yatakayonyunyiziwa sisi kwa ukumbusho wa ubatizo wetu, naye apende kutusaidia ili tudumu waaminifu kwa Roho Mtakatifu tuliyempokea. Mungu mwenyezi wa milele, ulitaka kwamba kwa njia ya maji yaliyo chemchemi ya uhai na chanzo cha utakaso, hata roho zitakaswe na zipate zawadi ya uzima wa milele. Tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa njia yake tunatamani siku hii ya leo. Bwana, tuimarishwe. Ukubali chemchemi ya neema yako ifanywe upya ndani yetu, na tukingwe na
Bwana. aliyeziumba mbingu na nchi, Bwana awe nanyi. nawe rohoni mwako. Kwenye vikao vitande kama kuna kikona kaa sahiwa fiki kwenye vikao wote wakaende. E Mungu, wewe unavitakasa vitu vyote kwa neno lako, uvitushie vifaa hivi vya mitihani baraka yako, na kila atakayetumia kifaa hiki kwa ajili ya mitihani hiyo kama ulivyoamuru na unavyotaka wewe, akuombapo pamoja na kushukuru apate afya ya mwili na ya roho na akili na usalama rohoni, kwako wewe uliye asili ya baraka zote. E Mungu Mwenyezi, ninakuomba wabariki hawa watumishi wako wanafunzi ambao wanatumainia huruma yako, wanakutegemea wewe, wanategemea msaada wako. Uwalinde na wasaidie katika mitihani yao, waweze kufanya vizuri, wawe na utulivu na kukumbuka yote waliojifunza. Roho Mtakatifu ajalie paji lake la elimu, waweze kufanya vizuri kwa manufaa yao, manufaa ya familia zao na taifa lako kwa ujumla. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi katika muda wote wa mitihani, iweze kufanya vizuri. Amina. Matangazo. Katibu, matangazo. Daima mapendo. Asante na takulia. Awali yote tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili tunataka kumshukuru Baba kwa kutupatia rafiki yetu. Wacha tunataka kumshukuru katekista kwa kuja mtukuta wanao tuko. Yaani mwisho tunataka kuwashukuru wote ambao wametoka kushiriki hii misa na wao wameapisha kwa msingi ya Mungu. Huu uwe kama mwanzo kwetu. Kuendelea na moyo huu tukiamua kushiriki misa kushiriki. Pia baada ya hapa tutaungana wote kwenda kanisani kwa ajili ya kufanya usafi wa kanisa. Kwa na wapendwa wetu wote, kama tulivyo kwa mmoja wetu, tutafanya kazi kwa wepesi ili tuwahi kurudi tuendelee na ratiba nyingine. Wapendwa.
nitamkaribisha katekista kwa neno, ili nitamtambulisha baba. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mengi mwenyekiti ameshasema. Mimi niseme neno moja au mawili. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema ya mwili na roho na kuweza kukutanika siku ya leo kushiriki adhimisho la misa takatifu tukiwa ndani ya sherehe ya Bikira Maria kwenda kumwamkia Elizabeth. Katika jimbo kuu la Songea kuna shirika ambalo linaitwa Visitation Sisters. Wao wanafuata karama hizi za mama Bikira Maria. Leo hii ninafikiri baadhi ya wasichana wengine wanaingia rasmi katika shirika hili wakifunga nadhiri zao za kwanza. Basi katika sadaka hii ya misa takatifu na katika sala zetu nyingine tuendelee kuwaombea watawa wa shirika la maamkio wa mama Bikira Maria Visitation Sisters ili waweze kukua zaidi na waweze kufanya kazi hii ya Mungu wakimtangaza Mwenyezi Mungu. Pili, nipende kumshukuru baba paroko au baba padre kwa sadaka ya adhimisho la misa takatifu kwa kukubali kuja katika jumuiya yetu hii ya Mtakatifu John Bosco katika chuo hichi cha Tokwane. Baba anasema asante sana. Pili, nipende kuwashukuru viongozi wote wa jumuiya hii ya Mtakatifu John Bosco kwa namna yao jinsi walivyopambana mpaka leo hii tumeweza kupata sadaka la adhimisho la misa takatifu. Toka mwaka huu umeanza hatujafanya misa takatifu, si ndio? Ndio. Tokea tulipofanya mwaka jana. Kwa hiyo ninaamini kabisa jitihada hizi ambazo viongozi wamezifanya na mimi nikiwemo kama kiongozi mtoto, basi kama kabisa mtoto tunaweza kufanya jitihada hizi basi zisififishe wingi huu ambao tuliokuwa nao leo. Basi na hata siku za jumuiya uwepo hivyo, siku ambazo tutakuwa na shirikishi kule Oysterbay tuende hivi hivi. Itakuwa inashangaza leo tuko wengi. Baba padre akija kila siku nyingine anatukuta hapa viti safu tatu. Hii itakuwa inashangaza. Hata wanaume leo ni wengi. Wanaume tujipigie kwanza makofi. Wanaume leo ni wengi sana. Tumesikia hapa kiongozi anatuambia kufanya usafi. Lakini pia nipende kuwakumbusha siku ya Alhamisi kwa wale ambao tunaoka mazingira karibu hapa na chuo kuja kuongea na Yesu Ekaristi Takatifu katika ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu kila Alhamisi saa 11 kamili jioni. Lakini pia kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kanisa lile lipo wazi. Tunawakaribisha ukiwa na sala zako binafsi, jiongea pale. Ongea na Mungu wako. Eleza shida zako ili Mwenyezi Mungu aweze kukusaidia. Mimi ninaamini wengi zaidi tuna changamoto nyingi. Sasa ni katika maisha haya ya dunia ya shule. Changamoto ni nyingi. Kila mmoja ana changamoto zake. Sasa changamoto hizi tunazitatua wapi? Ni mbele ya Yesu Ekaristi Takatifu. Sio kwa Mwamposa wala sio wapi. Nilipata hapa wiki iliyopita. Kuna changamoto ipo hapa. Nipende kuambia jamani, kanisa Katoliki, makanisa ambayo tunayoungana nayo yanatengeneza kanisa ndugu, sio? Anglican, Lutheran na Moravian. Hawa ndio wanaotuunganisha sisi. Sio sijui Classification, sijui Assemblies of God, sijui Islamic. Hawa sio kanisa moja. Tunaona vizuri? Kwa hiyo waombe siku ambazo wao watakuwa na ibada zao huko, sisi tushiriki ibada yetu hapa. Tushiriki ibada? Mimi naamini kabisa imani kama imani haishurutishwi. Haishurutishwi. Kila mmoja ana uhuru wa kuabudu mahali ambapo yeye anataka. Sasa baadhi ya watu wengine
wanafikiri imani ni kama kituo cha polisi, yaani mnakamatana. Haipo hivi. Kwa hiyo waombe siku zile ambazo watakuwa na ibada zao kama nilivyosema, Anglican, Lutheran na Moravian. Hawa ndio wanaotengeneza kanisa, sio warokole. Sijui nuru ya ng'aa gizani, sijui huko. Na baadhi yetu wengine wanashughulishwa na kanisa ambalo liko hapa. Mimi ni waombe tuichuchumie imani hii ambayo tumerisishwa na wazazi wetu, imani ya kanisa Katoliki, imani ya Kikatoliki. Na kanisa Katoliki tunazo hazina nyingi. Leo tumebariki maji yale, sio? Hivi mnafikiri Mwamposa maji yale ambao anaowauzia, yeye anabariki wapi? Anabariki kwa sala hii. Kuna sala yote anayoitumia? Lakini sisi tumesikia kuhani hapa amebariki maji kwa sala. Si wote tumeisikia? Ndio. Na chungu amebariki kwa sala. Si wote tumesikia? Ndio. Na tumepata matumizi ya nini? Ya chungu. Sasa ninafikiri watu ambao wanamtazama wasi wanafikiri maji yale ambayo mnaonunua na mafuta yale ambayo mnaonunua ndio atakuja kuwasaidia. Mimi ninawaambia mafuta yale na maji yale mnaonunua yanawapoteza. Na mwisho wa siku atawasababishia muwe maskini. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa maneno haya machache, nimkaribishe Baba Padre aweze kusema neno na baada hapo atupatie baraka. Mimi naomba katekista, yaani wakihitaji misa takatifu kweli niambie. Kweli niambie kwa muda wote ambao niko hapa parokiani, baada nikikaa. Kwa muda wote niko hapa niambie. Mimi napenda sana. Hii ndio kanisa tunawategemea kabisa. Usipowajali dini, matokeo yake unaanza kutoka kanisa Katoliki naenda sehemu zingine tunakusema wajali, si ndio? Sasa tunawajali. Mimi nitajitoa kwa ajili yenu, kwa ajili ya nini? Nataka muendelee. Tunakaa hapa au hapa, wengine tunakaa nje. Wengi tunakaa hapa. Ndio. Tunakaa nje. Wachache wengine hapa. Na wengine wako nje kule pale, si ndio? Ndio. Lakini basi kwamba sasa hivi mambo yameanza, sawa? Ndio. Kwa hiyo baada yuko pale yuko tayari kabisa kwa adhimisho la misa takatifu. Si nani, sababu watu wengi wananikia mnatoka nje kwa hatuwajali. Hata mchungaji sikujali. Unapokuwa kwa makini kondoo wanaenda wanapotea, si ndio? Ndio. Sisi lazima tuwajali. Kwa hiyo katekista hapa, yani sijaona mapungufu hata moja. Yote yako vizuri kabisa. Kwa hiyo niambia misa takatifu nini nakuja. Lazima katekisa watu naenda sehemu nyingine, wanaenda wapi? Sasa mimi sitaki jamani mwenyewe. Sawa? Hayo maji hajabarikiwa hayo maji. Sawa? Hayo maji hajabarikiwa. Kwa haya maji yamebarikiwa. Sawa? Na haya na Mungu kule
parokia tunajaza maji ili na nini kubwa, lakini anaisha ndani ya siku chache anaishi. Tunakuwa na kwa dunia na hiyo kufikia maji. Yana nguvu ya maji. Mapepo yana nguvu. Ni maji ambayo yana nguvu. Shetani anaogopa. Unaona pia kwenye nani ibarikiwe kuna maji pia. Ninakuwa na maji. Mmoja pale alikuwa alikuja mtu alikuwa pale kwa maji yake. Yale mafuta. Usichukue maji ya uongo hayo. Kwa zenu zinaenda adili jamani sina mengi. Ninawashukuru sana tunaomba mwendelee kumtegemea Mungu sana. Msaada ili kufanikiwa kwenye maisha yako. Wewe ni wa sana. Na Mungu akubariki. Ukisoma tu alafu mwisho wa siku wewe sana utakuwa msomi, utasoma na utafanya kazi bila lakini utasahau kule kuna uhusiano na yaani unakuwa na huduma, yaani utaona shida ni kawaida. Tunajua maana kitu sasa, yaani mtu ukiona anataka kule unaona jambo la kawaida kwa sababu yaani ile dhamiri yako ndio chache, yaani kama ndio fulani. Sawa? Ndio jitahidi unapokuja kanisani hivi unafanya hivi unabadilika kwa kitu cha kujua wewe unafanya nini. Kumbe ni Yesu anayeona kila kabisa takatifu anakubadilisha. Nyingine na mwisho unafanya mtihani nini? Sio napo mwana amani. Sawa? Sababu mtihani ipo. Sawa? Ipo na mtihani hawezi kubadilisha wewe ukufanye wewe uwe simba au uwe mnyama mwingine ambaye sio binadamu. Yaani mtihani upo hivi. Hata kama unakuja na kwa ni mmoja kwa binadamu vitu kwanza. Lakini mwingine unapoacha unapokuwa kuna ndio mwanzo wa kufaulu. Sawa? Sawa? Mtu kajifariji kweli kweli. Lakini yote katika yote mtihani wa kawaida. Usio na Mungu. Wakati mwingine ni ufike basi fanya biashara ya msalaba, sawa? Biashara ya msalaba utafanya vizuri. Hata kama umesahau, yaani Mungu mwajitaje ayo Mungu. Atakusaidia tutakupata kafungu fulani. Andika. Mtafanya vizuri na mimi tunawabariki vifaa, tumebariki na wote kabisa. Hii baraka iwafikie na wasaidia. Sawa? Ndio kwa Mungu nilichosoma nisaidie nitajalie Roho Mtakatifu nikumbushe ndio somo tutafanya vizuri. Sina hofu. Tutafanya vizuri. Na mimi nawatakia mema, mfanye vyema, mtafanya na Mungu. Nashukuru sana wale ambao hawajaungama, mtakatifu amesema ataungama. Mimi nitaweza kusafiri. Mimi karibuni nanipigia simu na kuja popote pale nilipo na kuja sawa. Kwa hiyo asanteni sana, shukuru viongozi kwamba wote namba msimame viongozi. Sawa, tunaendelea.
Waislamu. Waislamu na madhehebu mengine. Yaani huko unaenda kule unakuwa Waislamu. Sawa. Ukienda kule wewe utakaa kule utakuwa Muislamu, watoto watakuwa Waislamu. Wana mpango watu na mpango wote wanani wanafanya na nini? Nataka wote ni Waislamu. Kwa hiyo makini ya umma makini. Unaenda kule, unaona kitu wako wengi. ambaye kwa kupitia kwake